بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا مذكور في القرآن. jambo hili limetajwa katika Qur'ani. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. jambo hili limetajwa katika Qur'ani, hili la watu kupita katika sirat kwa sampuli tofauti tofauti, kama alivyoelezea الشيخ حفظه الله katika darasa ya jana. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين, na hapa kwa Mola wako tutawakusanya wao na mashetani. thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya, kisha tutawaleta na kuwahudhurisha karibu na jahannam hali ya kupiga magoti. thumma lananzi'anna min kulli shi'a ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiya, kisha tutawatoa katika kila kundi wale ambao ni waasi sana wa Allah azza wa jalla. thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya, kisha sisi tunawajua zaidi wale ambao wanastahiki zaidi kuingia motoni. wa in minkum illa wariduha, na hakuna yoyote katika nyinyi isipokuwa ni mwenye kupita katika hiyo sirat. kana ala rabbika, ay kullu nnasi yariduna jahannam, watu wote watapita katika jahannam. wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yoyote katika nyinyi isipokuwa ni mwenye kupita. kana ala rabbika hatman maqdiya, jambo hilo kwa Mola wako ni lazima lenye kuhukumiwa. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها. maana wurudi ya waislamu ni kupita juu ya hilo daraja, ndio wariduha. ama wurudul mushrikin an yadkhuluha, wurudi kwa washirikina ni kuingia katika jahannam. lakini hii wariduha haina maana ya kwamba kila mmoja katika nyinyi ataingia katika jahannam, bali kila mmoja katika nyinyi atapita katika hiyo sirat. قال: فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا للقصاص, wakisha petuka pale katika hiyo sirat watasimamishwa kwa ajili ya kisasi. yuktassu li ba'dihim min ba'd, watachukua kisasi baadhi yao kwa baadhi nyingine. wale ambao wana kisasi duniani, waliwadhulumu wenzao, mmoja alimuua mwenzake au alimvunja mkono, hakuchukuliwa kisasi wala dia, kule kitachukuliwa kisasi hicho. yuktassu li ba'dihim min ba'd, watachukuliwa kisasi baadhi yao kwa baadhi nyingine. fa idha hudhibu wa nuqu, wakisha takaswa, udhina lahum fi dukhulil janna, ndipo wataruhusiwa kuingia peponi. hii ni baada ya kupita katika hiyo sirat, ndipo kutatokea mambo hayo ya qisas. fa idha hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil janna, wakisha takaswa na hivyo visasi, ndipo wataruhusiwa kuingia peponi. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، ومن قدر. والقدر سر الله، والقدر هو سر الله جل وعلا. قدر نسيري الله جل وعلا. والقدر قدر مكدريو يا الله نسيرياك الله جل وعلا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله سره. msizungumzie masala ya qadar, kwani qadar ni siri ya Allah, msimdhihirishie Allah siri zake. fala tufshu lillahi sirrahu, msimdhihirishie Allah siri zake. Allah ndiye aliyekadiria kila kitu, yeye ndiye anayejua makadirio yake. Nyinyi hamna haki ya kuzungumzia makadirio ya Allah katika viumbe vyake. ndio walqadaru huwa sirrullahi jalla wa ala, qadar ni siri ya Allah mtukufu. walqadaru huwa ma qaddarahu Allahu mimma kana wa ma yakunu ila an taquma as-saa. qadar ni aliyoyakadiria Allah katika mambo yaliyokuwa na yatakayokuwa mpaka kitakaposimama kiyama. والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. جرى القلم بالمقادير، ishapita kalamu ya Allah kwa hayo aliyoyakadiria. وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، yameandikwa katika lauhi mahfudh yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. fala yaqa'u shay'un illa biqadar, halitokei jambo lolote isipokuwa kwa qadar, kwa makadirio ya Allah. qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. فالأمور ليست عبثا أو أنفا، mambo hayatokei kwa mchezo, si ya mchezo wala kutokea yenyewe kwa yenyewe, bali hiya muqaddaratun min qablu, bali mambo yote yameshakadiriwa huko nyuma. فالأمور ليست عبثا، mambo si ya mchezo, au unfa, au kutokea yenyewe kwa yenyewe, bali hiya muqaddaratun min qablu, bali mambo yote yameshakadiriwa huko nyuma na Allah azza wa jalla. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض، haupatikani uliopatikana msiba wowote katika ardhi, au haupatikani msiba wowote katika ardhi, wala fi anfusikum, wala kupatikana katika nafsi zenu, illa fi kitab, isipokuwa msiba huo uko katika kitab al-lawhil mahfudh, min qabli an nabra'aha, kabla ya kuumba tayari Allah ameshaandika. قوله كتاب هو اللوح المحفوظ إلا في كتاب، isipokuwa msiba huo upo katika lauhil mahfudh. وقوله من قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها، قبل ya kuumba tayari umeandikwa, kisha ndio Allah subhanahu wa ta'ala anaumba na kupatikana msiba huo wowote. والإيمان بالقدر على 4 مراتب، kuamini qadar kuna daraja 4. hivyo قال وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن أول ما خلق الله القلم، kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni qalam. faqala aktub, Allah kaiambia kalamu andika. faqala ma aktubu, kalamu ikasema niandike nini? qala uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ila al-abad, andika qadar, makadirio ya Allah yaliyokuwa na yatakayotokea, ila al-abad, mpaka milele. قال والإيمان بالقدر على 4 مراتب، kuamini qadar kuna maratibu 4. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، kuamini ilmu ya Allah, ujuzi wa Allah jalla wa ala
ujuzi wa zamani wa milele, ujuzi wenye kuzungukia kila kitu. Almartabatu alula min maratibil qadar الإيمان بعلم الله جل في علاه الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء. kuamini ilmu ujuzi wa Allah jalla wa ala wa zamani wa milele, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana ujuzi wa azali wal abadi, ujuzi wenye kuzungukia kila kitu anakijua. Aina ataqidu anna Allah alima kulla shay'in, tunaitakidi kwamba Allah anajua kila kitu. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Tunaitakidi kwamba Allah anajua kila kitu, anajua kilichokuwa na kinachokuwa na kitakachokuwa na ambacho hakikuwa, lau kingekuwa vipi, pia Allah subhanahu wa ta'ala anajua. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، kujua na kuamini ujuzi wa Allah. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. kuamini wa Allah ameandika katika lauhi al-mahfudh yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama, yote ameshayaandika. Baada ya kuyajua akayaandika yote Allah subhanahu wa ta'ala ambao yatakayokuwa duniani. Almartabatu thalitha martabatu almashi'a wal irada, ni daraja ya kutaka. Martabatu almashi'a wal irada, ma sha'ahu Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Analolitaka Allah huwa na asilolitaka haliwi. Hiyo ndio martabatu almashi'a wal irada. daraja ya tatu ya qadar martabatul mashi'ati wal irada, yani ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Analolitaka Allah huwa na asilolitaka haliwi. المرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها, ni martaba ya kuumba vitu katika nyakati zake zilizokadiriwa. Kullu shay'in fi waqtihi, kila kitu amekiumba katika wakati wake. Kullu shay'in fi hinihi alladhi qaddarahu Allah jalla wa ala, kila kitu katika wakati wake aliyokadiria Allah jalla wa ala. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala, hakuna muumbaji mwingine pamoja naye subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah ndiye muumbaji wa kila kitu na yeye kila kitu ni mwenye kukiwakilisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumba kila kitu baada ya kuvijua na kuvitaka na kuviandika. Baada ya kujua kila kitu na kuviandika hivyo vitu na kuvitaka, halafu ameviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi maratibul qadar. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnaoyafanya pia ameyaumba yeye. Fatu'minu bi anna kulla shay'in fahuwa makhluqun lillahi azza wa jalla, uamini kwamba kila kitu kimeumbwa na Allah azza wa jalla. Hadhihi maratibul imani bil qada'i wal qadar, hizi ndio daraja za kuamini qada na qadari ya Allah. Kwa hiyo wale wanaokataa qadar ni kwamba wanakataa pia ilmu Allahi ta'ala, wanakataa mashi'atullahi ta'ala, wanakataa khalqullahi lihadhihi al-ashya. Ukipinga qadar ni kwamba umepinga maratibu zote hizi za qadar. Umepinga ilmu Allahi, umepinga mashi'atullah, umepinga kitabatullahi lihadhihi al-ashya, pia umepinga khalqullah. قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah anasema huoni kwamba Allah anajua vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum, hawi katika minongono ya watu watatu isipokuwa yeye ni wanne wao. Wala khamsa, wala mnongono wa watu watano illa huwa sadisuhum, isipokuwa yeye ni wasita wao. Wala adna min dhalika wala akthara, wala chini ya idadi hiyo wala zaidi ya idadi hiyo, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, isipokuwa yeye anakuwa pamoja nao popote walipo. Thumma yunabbiuhum bima amilu yawma alqiyama, kisha Allah atawafahamisha walioyafanya duniani siku ya kiyama. Inna Allaha bikulli shay'in alim. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. كتاب إنا مقصوديو لوح المحفوظ إليوكو الله من قبل أن نبرأها أي نخلقها, قبل يكوفيومبا msiba wote haupatikani katika ardhi wala katika nafsi zenu isipokuwa uko katika lauhil mahfudh, umeshaandikwa na Allah kabla ya kuumba. Fahiya maktubatun qabla an tukhlaqa, msiba huo umeandikwa kabla ya kuumbwa. Inna dhalika ala Allah yasir, hilo kwa Allah ni jepesi. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, ili msihuzunike kwa mambo ambayo mmeyakosa au yamekukoseni, wala msifurahike kwa hayo aliyokupeni Allah azza wa jalla. Fala tahzan ala ma fata wama naqsa min malika au auladika au mimma tuhibbu, usihuzunike kwa mambo ambayo yamekufutu umeyakosa. Pia usihuzunike ma naqsa min malik, iliyopungua katika mali zako au watoto wako, au mimma tuhibbu, au kwa unachokipenda kikapungua. Wala tafrah farah al-ashri wal-batari wal-kibri bima ataka Allahu min al-mal, usifurahike aya kibri wa alivyokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika mali. Usifurahike furaha ya kibri bima ataka Allahu min al-mal, wa hayo mali aliyokupa Allah. Amma al-farahu bifadlillah fahadha mahmud, ama kufurahika kwa fadla za Allah, unamshukuru Allah ndio unafurahika, fahadha mahmudun, hili jambo linapendwa linasifiwa. Ama kufurahi kwa kibri, hilo halisifiwi, hiyo ni furaha madhmum. Tashkuru Allah wa tafrahu bima aataka Allah, unamshukuru Allah na unafurahika kwa alivyokupa Allah. Lakin faraha al-ashri wal-batari hadha huwa al-mamnu, lakini furaha ya kibri hii ndiyo iliyokatazwa, ni furaha ya haramu. Qala ta'ala la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin, usifurahi, Allah hawapendi wenye kufurahika furaha hiyo ya kibri. Hii ni furaha ya kibri, ndio Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wanaofurahika furaha ya kibri. Lakini furaha ya kumshukuru Allah na kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, hii ni furaha ya kushukuru Allah, anaipenda. Kumshukuru Allah ni kumshukuru kwa vitendo, kwa kutekeleza taa na kuacha maasiya. Pia kumshukuru kwa moyo kwamba haya neema hizi alizokupa ni Allah subhanahu wa ta'ala, si uwezo wako wala elimu yako. Na pia kufurahika kwa huo mdomo na kuzungumza, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Lakini furaha ya kibri, unafanya kibri kwa Allah, unafanya kibri kwa watu, furaha hiyo Allah haipendi. Inna Allah la yuhibbul farihin وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع, wakafurahika kwa maisha ya dunia na hayakuwa maisha ya duniani kulingana na akhira
isipokuwa ni starehe chache tu za duniani. Falfarahu ala qismaini, furaha inagawanyika sehemu mbili. Farahun madhmumun wa huwa farahul kibri wal batri wal ashir, hii ni furaha ya kibri, ndio madhmum. Wa farahun mahmudun, na furaha yenye usifiwa, wa huwa alfarahu bifadlillahi wa rahmatihi, ni kufurahika kwa fadla za Allah na rehema zake. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, waambie kwa fadla za Allah na kwa rehema zake, kwa hayo furahikeni, hilo ni kheri, mimma yajma'un, kuliko wanaoyakusanya ya mambo ya kidunia. Kwa hiyo furaha si moja kwa moja ni madhmum. Kuna furaha ambazo ni mahmud, mtu anafurahika kwa ajili ya kufurahika fadla za Allah na neema zake alizompa, na kukiri kwamba fadla hizo zinatoka kwa Allah, neema hizo zinatoka kwa Allah. Furaha hiyo ni mahmud. wama bikum min ni'ma famin Allah thumma idha massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun, hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa inatoka kwa Allah. Kwa tunatakiwa tumshukuru Allah kwa kila neema ambayo anatupa, si kwa ilmu zetu wala ujanja wetu. Qala wa idha amana al-insanu bil qada'i wal qadar istaraha, mtu anapoamini qadha ya Allah na kadari yake hupumzika. Wa idha amana al-insanu bil qada'i wal qadar istaraha, mtu anapoamini hukumu ya Allah na kadari yake hupumzika. Fala yahzanu ala ma fata wala yafrahu bima u'tiya, hahuzuniki kwa jambo ambalo amelikosa na hafurahiki kwa alichopewa. Farahan yukhrijuhu anil i'tidal, hafurahiki furaha ambayo itamtoa na njia ya usawa. Ndio hiyo furaha ya kibri, hiyo imemtoa na njia ya usawa. Amma alladhi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza wa yaskhatu idha fatahu shay, ama mtu ambaye haamini qadha ya Allah na kadari yake, huyu analalamika na kuchukia jambo likimkosa. Jambo likimkosa analalamika kwa sababu haamini qadha ya Allah na kadari yake. Wayatakallamu bikalamin qabihin, anasema maneno mabaya. Au yaf'alu fi'lan qabihan, au anafanya vitendo vibaya. Kalatmil hudud wa shaqqil juyub wa da'wa al-jahiliya 'inda al-masa'ib, kama kujipiga makofi na kuchana chana nguo na madai na ulingano wa kijahilia. Inda al-masaib, wakati anapopata misiba na mitihani. Hii ni kuonesha huyu hajaridhia qada'ullahi wa qadaruhu, hajaridhia qadha ya Allah na kadari yake. Ndio maana anachana chana nguo na kujipiga makofi wakati akipata misiba. Liannahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, sababu huyu haamini qadha na kadari ya Allah. Walaysa biraddin ma fatahu walau jaza walau sakhita, wala si mwenye kurudisha alichokikosa hata lau akilalamika, lau akichukia, akirudisha hawezi kukirudisha. Amekikosa hata akilalamika, hata akichukia. Walau latama khaddahu wa shaqqa jaybahu, lau alijipiga makofi akachana chana nguo zake, falan yu'ida ma fatahu, hawezi kukirudisha kile ambacho kimemfutu. Lakin tahsulu alayhi almusiba, lakini utampatikania msiba vile vile. Wayafutuhu alajru aidha, na ajri thawabu pia atazikosa vile vile. Huyo ambaye anajipiga makofi na kuchana chana nguo kwa msiba, kwanza hatalipata vile vile, amelikosa hilo, analililia na kulichania nguo, na pia anapata madhambi badala ya thawabu za kusubiri na kutarajia thawabu za Allah na kuamini qadar. Amma alladhi yu'minu bil qada'i wal qadar wa yasbiru ala ma asabahu wa ya'lamu annahu min 'indillah wa anna ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun fa innahu yastarih,
Ama yule anayeamini qadha ya Allah na qadari yake na anasubiri kwa msiba aliyoipata, wa ya'lamu annahu min indillah, na anajua kwamba hiyo inatoka kwa Allah, wa anna ma shaa Allahu kan, na anakiri na kuamini kwamba alilolitaka Allah huwa, wa ma lam yasha lam yakun, na asilolitaka haliwi, fa innahu yastarih, huyo anastarehe. Jo, wa idha amana al-insanu bil qada'i wal qadar istaraha, mtu anapoamini qadha na qadari ya Allah hustarehe, hahuzuniki kwa ambalo amelikosa, wala halalamiki wala hafurahiki kwa alichopewa furaha ya kibri. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف vile vile asiamini qadha ya Allah na qadari yake anapatwa na uoga na hofu, kuogopa. Fala yujahid fi sabilillah, apigani jihadi katika kuitetea dini ya Allah, wala yatlubi rizqa, wala tafuti riziki, liannahu yakhafu min kulli shay, sababu huyo anaogopa kila kitu. Fayanhabisu anil a'mali min alkhawf, anajizuia na kufanya amal kwa sababu ya hofu, kuogopa. Kila kitu unakiogopa kwa sababu huamini qadha ya Allah na qadari yake. Amma idha amana bil qada'i wal qadar fa innahu yamdhi fil jihadi fi sabilillah, ama anapoamini qadha na qadar huwa anapita na kutekeleza jihadi katika kuitetea dini ya Allah. Wa yamdhi fi talabil rizqi, anapita na kutekeleza utafutaji wa riziki. Wa yakilul umura ila Allah jalla wa ala, na hutegemeza mambo yote kwa Allah jalla wa ala. Anayeamini qadar huku anatekeleza utafutaji wa riziki, na huku anategemeza mambo yote kwa Allah azza wa jalla. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، ukiomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada mtake msaada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, jua kwamba umma lau ungekusanyika umma wote wakunufaishe kwa jambo fulani, lam yanfa'uka, hawawezi wakakunufaisha, illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ameshakuandikia. Walau ijtama'u, na pia lau umma ungekusanyika umma wote, ala an yadhurruka bi shay'in, kwamba wakudhuru kwa jambo fulani, kwa madhara, wakudhuru kwa madhara, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, hawezi wakudhuru isipokuwa kwa jambo ambalo Allah ameshakuandikia likudhuru. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, kalamu zimeshaondolewa na mabuku yashakauka, haandiki tena Allah subhanahu wa ta'ala hayo ambayo tayari ameandika na kuyajua na kuyakadiria na kuyaumba. Kuni wajib kila muislamu aamini qadari ya Allah azza wa jalla kwa yanayotokea na yaliyotokea na yatakayotokea, kwamba tayari Allah subhanahu wa ta'ala yote haya anayajua na ameyaandika na kuyakadiria na kuyaumba. Yote haya yanayotokea na yaliyotokea na yatakayotokea ila yaumil qiyama, yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ameshayakadiria. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة وقوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. kuamini qadha na qadar kunamsababishia mtu nguvu za azma yake na nguvu za iman, anakuwa na imani ya juu na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake, wa adamul imani bil qadar بالقضاء والقدر يؤدي بالإنسان إلى الجزاء والسخط عند المصائب kutokuamini qadha na qadar
kunamsababishia mtu kulalamika na kuchukia akipata misiba. Analalamika na kuchukia akipata misiba. Kwa nini ameibiwa viatu? Kwa nini ameibiwa viatu? Kila mmoja amuelezea ameibiwa viatu, tena viatu vya shilingi 100 tu, wala si viatu vya 1000 wala nini. Aina al-imanu bil qadar? Kila jambo linalotokea, msiba wowote lazima kuamini kwamba tayari Allah ameuandika huo. Hapa ndani ya swala nimesikia hapa, mwizi wewe uiba viatu. Unaona bwana? Tayari ameshatuvunjia khushu. Viatu vyangu nini hivyo vimekwenda? Subhanallah. Allahu musta'an. Kwa hiyo mtu anatakiwa kila jambo aliamini kwamba ni Allah ameshaliandika litokee. Hata angefanya nini lingetokea. Hata ungekaa nje bila kuswali, watu waswali wakawa linda pia viatu, ungesinzia hapo vikenda hivyo. Ishaandikwa, ishakadiriwa na Allah. Kwa hiyo al-imanu bil qada'i wal qadar yuksibu al-insana quwwata al-azima wa quwwata al-iman wat tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamu al-iman bil qada'i wal qadar yuaddi bil insani ila al-jaza' was-sakhati 'inda al-masa'ib. Kuchukia wakati wa mitihani inapofika, wa aidan yu'arqiluhu an kathirin min al-a'mal. Vile vile kutoamini qadha na qadar humzuia mtu na amali nyingi. Kutaka kusafiri kwa ajili ya biashara, husafiri, uona gari itapinduka, leo husafiri, kesho husafiri, kazi inakushinda ya biashara, sababu huamini qadha na qadar kwamba lolote litakalotokea tayari limeshaandikwa. Fayusabu bitaraddudi wal awham wal wasawis, hupatwa mtu huyo na shaka na waham, dhana nyingi na wasiwasi mkubwa. Fala yuqdimu ala shay'in khawfan min an yakuna kadha au yakuna kadha. Hawezi kutangulia kwa jambo lolote kwa kuogopea kutokea kadha au kutokea kadha. Wayatruku al-umura an-nafi'a khawfan min an yusibahu kadha wa kadha. Anawacha mambo yenye manufaa kwa kuogopea kupatwa na kadha na kadha. Limadha? Liannahu la yu'minu bil qada'i wal qadar, sababu haamini qadha na qadar ya Allah. Fama qadahu Allah wa qaddarahu la budda an yahsula. Alilolihukumu Allah na kulikadiria lazima litapatikana. Sawaun kharajta au lam takhruj, sawa ushatoka au hujatoka, jambo Allah akishalikadiria litatokea tu. Sawaan fa'alta au lam taf'al, sawa ulifanya au hujafanya. Fata'tasimu billah wa tatawakkalu ala Allah wa tatruku al-qada'a wal qadara lillahi subhanahu wa ta'ala. Ujilinde, unatakiwa ujilinde kwa Allah na umtegemee Allah na uache qadha yake na qadari yake subhanahu wa ta'ala. Wa idha asabaka shay'un la tajza, likikupata jambo lolote usilalamike. Walihadha qala sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, fanya pupa kwa jambo linalokunufaisha wewe. Wala wasta'in billah, taka msaada kwa Allah. Wala ta'jaz, usifanye ajizi. Jambo ambalo linakunufaisha lifanye na taka msaada kwa Allah, usifanye ajizi. Wa in asabaka shay'un, likikupata jambo lolote, fala taqul, usiseme law anni fa'altu, law ningefanya, lakana kadha wa kadha, ingekuwa kadha wa kadha. Walakin qul qadarullahi wama shaa fa'al, sema qadari ya Allah, analotaka Allah hufanya. Wa fi riwaya qaddarallahu wama shaa fa'al, katika riwaya nyingine sema qaddarallahu, Allah ameshakadiria, wama shaa fa'al, na analotaka hufanya. Fa idha badalta sababa, ukishatoa sababu ya jambo, walam yahsul almaqsudu, na halikupatikana hilo lililokusudiwa, pamoja na kufanya sababu na kufanya juhudi ya sababu hizo, fa'lam anna Allah lam yuriduhu, jua kwamba Allah hajataka hilo ulipate. Wa anta la tadri rubbama anna alkhiyarata fi adami husulihi, na wewe hujui pengine khairi ni katika kutolipata jambo hilo. Wallahu jalla wa ala hakimun
Allah jalla wa ala ni mwenye hikma, fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa qadarihi wa tasbiru ala almasaib. Unatakiwa muamini Allah na qadha yake na qadari yake, na usubiri mitihani na matatizo, lakini usilalamike. Sababu, fanya sababu, pia umtegemee Allah na utake msaada Allah. Umelipata, Allah amekadiria ulipate. Umekosa, Allah ameshakadiria ulikose. Jambo hilo tayari kadari ya Allah imeshapita. Idhan qadarullah, alqadar sirrullahi jalla wa ala. Qadar ni siri ya Allah azza wa jalla. Hakuna anejua litakalotokea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.